الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله, tunaendelea na darasa zetu za Ramadhani kama tulivyozianza wiki iliyopita, na wiki hii kama tulivyoweka katika shedu yetu tutakuwa tunaipitia sura Fatir. Insha Allah wiki ijayo tutaendelea na sura Zumar. Sura Fatir tulianza siku ya kwanza ya Ramadhani kwa hisabu yetu, kasoma aya 6 za kwanza, na leo tunatokea aya ya 7 katika sura Zumar, amini sura Fatir, ambayo kwa utaratibu wa mashafu ni sura ya 35. Kwa utaratibu wa mashafu ni sura ya 35, na leo tunatokea aya ya 7. Alhamdulillah, tunapitia maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni mwongozo kwetu na maelekezo, lakini pia ndiyo njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutangazia kwamba ndiyo njia salama ya kupita, na ndiyo watu watafika salama kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika suratu Qaf aya ya mwisho kabisa, sema fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, waongoze na uwaelekeze, wakumbushe watu kwa kutumia Qur'ani hii. Qur'ani hii ndio muongozo kwetu na ndio ukumbusho kwetu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakkir bil Qur'ani, wakumbushe, waongoze na waelekeze kwa Qur'ani. Lakini nani ataongozeka, nani atafundishika? Allah anasema man yakhafu wa'id, yule ogopa makemeo yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatangaza kwa wale watakao kwenda kinyume. Kwa hiyo aya 7 ya sura Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada ya kutuelezea kwamba shaitani ni adui yetu na sisi tumfanye kuwa adui, Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina kafaru lahum adhabun shadid, wale waliokufuru wana adhabu yumizayo kwa ule ukafiri wao, kumkataa kwao Allah subhanahu wa ta'ala, kumkataa kwao mtume sallallahu alaihi wasallama, lahum adhabun shadid. Ndio maana Allah akasema ya sura Kahf aya tulinukuu hapa mwanzoni, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, wakumbushe watu, toa maonyo kwa watu kwa hii Qur'ani. Lakini kwa nani? Liman yakhafu wa'id, yule anayeogopa makemeo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hivi Allah anaeleza alladhina kafaru lahum adhabun shadid, kwa ukaidi wao na upingaji wao wakamkataa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamkataa mtume sallallahu alayhi wasallama, basi Allah anasema lahum adhabun shadid, wanayo wao adhabu iumizayo. Sasa kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala kuna namna nyingi, sio lazima kusema, sio lazima utamke, bali hata matendo ambayo unaweza kuyafanya yanaweza yakakuingiza katika kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema waonye watu, tahadharishe watu kwa Qur'ani, liman yakhafu wa'id, kwa sababu yapo maneno ambayo mtu anaweza kuyatamka, vipo vitendo ambavyo mtu anaweza kuvifanya vikamtoa katika mstari wa sawasawa kwa kutozingatia miongozo na maelekezo. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema walladhina amanu wa amilu salihati, ama wale ambao waliamini. Hakuishia kuamini, wa amilu salihati, kafanya amali njema. Imani lazima iambatane na matendo. Lazima watu pamoja na imani yao walionayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haitoshi imani tu akasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ili asalimike lazima iambatane na vitendo vilivyokuwa vyema.
Utaona Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zote anazungumzia alladhina amanu, waliofaulu, waliofanya hivi basi, waamalu swalihat, wakafanya amali njema. Hata katika ile aya suratu Al-An'am, mishoni kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala sema hal yandhuruna illa ayatihum, hakuna wanachosubiri ila wanasubiri moja katika mambo matatu. La kwanza, ayatia rabbuk, kuja amri ya Mola wako, kaileta Allah subhanahu wa ta'ala, likatokea lenye kutokea. Au yatia malaika, au akaja malaika wa kutoa roho, akaja kuchukua roho yako. Maana yake kifo cha kawaida hicho cha malaika kuja akatoa roho, au amru rabbika, amri ya Mola wako, ndio watu wakafa kwa majanga, kwa gharika na hivi tunasikia mara kwa mara, si imetokea radi, si imetokea mvua, watu wamezama, watu wamepinduka, watu wamefanya hivi. Hizo zote zinatokea, ni njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala za kuwapeleka watu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia au yatia baadhi ayati rabbika, au wakaendelea kuishi mpaka pale ambapo zitakapokaribia dalili za kiyama zile kubwa kubwa. Na akasema Allah, yauma yati baadhi ayati rabbika, siku hiyo ambayo dalili zile kubwa kubwa kwamba kiyama ndo kimeshafika, kimeshakaribia. Jua linatoka magharibi baada ya kuchomoza mashariki, mnyama anatoka ardhini, anaongea mnyama kabisa, katika sura mnyama anaongea kama binadamu, na mengine kama yalivyoelezwa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema, sasa wakati huo ikifika, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, wakati huo mtu atakaye kuja kuamini haitomsaidia kitu kuamini. Wakati huo jua linatoka magharibi, wewe ndio unaingia, unaona kwamba sasa wewe wanze. Lakini huyu maana yake hakuwa na imani kabisa, hakuwa na dini kabisa. Lakini Allah akasema, au kasabati fi imaniha khaira, au hakuchuma chochote, imani anayo, lakini ile imani yake haijamsaidia kupata chochote. Sasa wakati ule ndo anataka kutumia sasa imani yake ili aanze kuhangaika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema haitosaidia wakati huo. Yote hii ni nini? Kwamba imani tu, mtu kusema kwamba mimi ni Muislamu, mimi ni muumini hivi, alafu matendo yako haya reflecti miongozo na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, imani hiyo inakuwa haina nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona hapa Allah anasema walladhina amanu wa amilu salihati, wameamini na wakafanya amali njema, wakafanya matendo mema, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyapenda na kuyaridhia, basi watu hao lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wao wanastahili kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kututahadharisha na hali ya dunia na kututahadharisha na hali ya sheitani na kututahadharisha na kila mbinu ambazo zinazoweza kututoa katika mstari. Afaman zuyina lahu suu amalihi faraahu hasana, Allah anasema hivi, yule ambaye zuyina lahu suu amalihi, utaona inazidi kuweka uzito katika yale tuliyosema, walladhina amanu wa amilu salih, wakafanya amali njema. Sasa Allah anasema afaman zuyina lahu suu amalihi, hivi yule ambaye matendo yake mabaya, mwenendo wake mbaya, mwenendo wake wa ovyo, ukapambiwa, ukatengenezwa, ukashajiishwa, faraahu hasan, yeye akaona ni mazuri. Unadhani mtu atapata salama mbele yao? Kitu ni kibaya kwa mujibu wa utaratibu na miongozo na mafundisho ya Uislamu. Jambo hilo halifai, jambo hilo halitakiwi, ni baya kabisa. Famanzu ina lahu suu amal, lakini yeye likapambwa vizuri, likatengenezwa, ukaambiwa sasa hivi ukitembea huku kila kitu kibaya kinaitwa jina zuri kabisa, kikapambwa jina zuri kabisa, alafu wewe wakakuingiza kona, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba malengo yao wao waweze kuchukua wewe, kwa hiyo lazima wakutengenezee mazingira mazuri. Sasa wakakutengenezea jambo baya, likapambwa, likatengenezwa na kushajiishwa na likaonekana jambo hilo jema. Unadhani mtu huyu atasalimika? Atatoka salama? Hawezi kutoka salama maadamu lile baya yeye analiona zuri na akalifanya. Hawezi kuwa salama mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atafanikiwa ni yule ambaye ataliona kuwa baya vyovyote itakavyokuwa, wala ukathrat. Kule katika
Al-Araf tunasema walau hata yawe mengi mabaya kiasi gani, haiwezekani hata siku moja yakageuka kuwa mazuri. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuna wajibu wa jambo lilokuwa baya kwa mujibu wa miongozo ya dini yetu na maelekezo na mafundisho ya dini yetu. Jambo hilo lazima tulione na tulitambue kwamba jambo hilo ni baya, na kwa hiyo hatupasi kulikaribia. Kwa hali hiyo, fa inna Allaha yudhillu man yasha, kisha Allah anamliwaza mtume kumwambia hawa kukataa kwao na kutofuata basi si tatizo kwako wewe. Fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, Allah anamuongoza anayemtaka na anampoteza anayemtaka. Kuongoka, kuokoka, kunusurika iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana mara zote sisi tunazosimama hapa za lazima 17 tunasema ihdina sirata almustaqim. Tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyoka. Lazima tumuelekee Allah ili tuweze kupata salama, tupite salama na tufike salama kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat, usiziingize nafsi zako katika maangamizi kwa masikitiko kwamba watu hawakufuati. Inna Allaha alimun bima yasnaun, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa yale ambayo wao wanayoyafanya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha uwezo wake, namna ambavyo anavyoiendesha hii dunia na kuleta vitu na matukio mbalimbali. Wallahu alladhi arsala riyah, na Allah ndiye ambaye anaupeleka upepo, anautawanya upepo, fatuthiru sahaba, ukatawanya mawingu mbalimbali ya mvua. Unaona hapa kuna kiwingu, unaona hivi, basi ukaona upepo umekuja mara moja ukasogeza lile wingu likapeleka sehemu ile. Hapa mlitegemea mvua ikanyesha, hapa inaenda kunyesha kule. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye anayetoa upepo huo, anaupeleka upepo huo ili usambaze mawingu ambayo fasukunahu, mawingu yale yakayasambaza mawingu, upepo ule ukasambaza mawingu ukenda kunyoshelezea mvua ila baladin mayit, katika mji ambao ulikuwa umechoka kabisa, miti yake imekufa kabisa, una mazao kwa sababu ya ukame. Fa ahaina bihi al-ardha ba'da mautiha, tukaifufua ile miji baada ya kuwa tayari ilikuwa imeshachoka, imeshakufa. Allah subhanahu wa ta'ala vileta mvua, ukaona mimea inaota, manyasi, watu wanapanda mazao, watu wanafanya hivi kwa sababu ya mvua. Basi utaratibu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya ardhi iliyokuwa haina uwezo wa kuotesha chochote wakati wa ukame, na hivi ikinyesha mvua Allah subhanahu wa ta'ala akaipa uwezo ikaweza kuotesha mimea, na hivi basi kadhalika nushuru, namna hii ndivyo watu watakavyofufuliwa. Hivi watu watafufuliwa katika sura hiyo hiyo. Si jambo zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, so lazima la kufufuliwa. Jambo hili la watu kufufuliwa na kulipwa ndilo jambo ambalo makafiri waliokuwa wanalikataa. Watu wasioutambua Uislamu ndio jambo analolikataa, kwamba hakuna kufufuliwa, hakuna kukusanywa mbele ya Allah subhanahu. Kwa sababu ya mengine kufa watu wanaona kila siku, watu wanakufa, hawezi kupatikana mtu akasema hakuna kufa. Lakini ishu kwamba watu hawa walio tukisha kufa tutakusanywa na kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndo palipokuwa na mgogoro. Wengi wao pinzani na ukaidi wao wote wanakataa maelekezo hayo kwa sababu ya kupinga hilo. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mwongozo kama tulivyoanza, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Allah anatoa maelekezo, man kana yuridu al-izzata, anaitaka ukubwa, heshima, anaitaka utukufu, basi falillahi al-izzatu jami'a, utukufu uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utukufu, heshima na hadhi iko kwa kufuata miongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini njia nyingine hizo zote zile utakazozitaka wewe ukapata ukubwa, ukapata hivi, unakuwa ukubwa wa bandia, utukufu wa bandia, hadhi ya bandia na hivi. Na ndio maana katika suratul Qasas Allah akasema tilkal darul akhirati, hiyo ni nyumba ya akhirah, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tulioiandaa kwa watu ambao wasiotaka ukubwa, wasiotaka makubwa wala ufisadi hapa duniani. Ili upate ukubwa na heshima na hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima iwe wewe huna haja na ukubwa na utukufu wa bandia ambao hapa duniani watu wanahangaika nao, ambao siku ile watu wakipewa vitabu watapatikana watu wa kulalamika, sema halaka anni sultania ma aghana anni malia, ukubwa wangu, cheo changu, ufalme wangu na hadhi yangu yote vimepotea, havinisaidii kitu chochote.
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an, anaitaka hadhi, anaitaka ukubwa, vyote vinapatikana kwa kushika njia na miongozo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake Allah anakwenda anapanda maneno yaliokuwa mazuri. Jizoesheni kusema maneno mazuri, ndio yanayofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msijizoeshe midomo yenu kuongea maneno machafu, maneno yasiyo na maana, maneno yasiyokuwa na faida kabisa. Semeni maneno yenye faida na maana yatakayotia uzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani, maneno mawili, khafifatani fil lisan, mepesi mno kuyatamka kwenye ulimi, lakini thaqilatani fil mizani, yana uzito mkubwa katika mizani, na pia kubwa zaidi, habibatani lirrahmani, yanapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikusema tu subhanallah bihamdi subhanallahi alazim, maneno ambayo unaweza ukayasema we hata umekaa kwenye kompyuta yako, umekaa pale unafanya nini, basi watu wajizoeshe kuyatamka maneno mazuri mfano kama hayo na mengine. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameyaita haya ni maneno katika albaqiyatu salihat, albaqiyatu alikuwa yenye kusalia, salihatu alikuwa mema. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali, na mengine kama alivyofundisha na kutuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah anataka sisi tuwe tunatamka maneno mazuri, muwe mnasema maneno mazuri yenye faida, yenye kusaidia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mtu yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, falyakul khair au liyasmut, aseme maneno ya maana, maneno mazuri, maneno bora, au liyasmut, au na anyamaze. Kama huna la maana la kuongea, sio lazima uongee. Sio kila watu wanavyoongea na wewe ukawa lazima na wewe utie neno. Hakuna kitu cha namna hiyo katika Uislamu. Uislamu unaangalia, unapima, unaolizungumza linakuletea faida na maslahi wewe unayoongea, wale wanaolisikia wakalipokea lile neno litawafaidisha kwa kitu gani? Ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal amalu salih yarfa'u, lakini walladhina yamkuruna sayiat, wale wanaofanya mipango miovu na vitendo viovu na mikakati mibaya michafu na kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala sema lahum adhabun shadid, wanayo wao adhabu yumizayo, wa makru ulaika huwa yabur, na vituko vyao hivyo basi vitawarudia na vitawajutia wao wenyewe, ndivyo ambavyo watakavyokuwa wanahangaika navyo. Havitomsibu mtu, ni wao wenyewe ambao wataangamia kwa matendo yao na vituko vyao na mipango yao miovu ambayo wao wamekuwa wameifanya, kwamba yaburu, itawaangamiza wao wenyewe. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sisi kwake yeye si chochote si lolote. Sema wallahu khalaqakum min turabi, Allah amekuumbeni ninyi kwa mchanga tu, kwa udongo tu, asili ya baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Na Mtume anatuambia kullukum min Adam, yote nyinyi mmetokana na Adam, wa kullukum min turab, na wa Adam min turab, na Adam umetokana na udongo. Kama mtu anataka kujifakharisha na kujinasibisha na hivi na kujikweza na nini, basi ajifakharishe kwa udongo. Yeye si chochote si lolote mbele ya Allah subhanahu, udongo tu. Kisha thumma min nutfa, ndio hii uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema kisha akatuumba kupitia maji, matone ya maji ya wazee wetu. Thumma ja'alakum azwajan, kisha akawajalia, akawafanya ninyi makundi mbalimbali, wanawake kwa wanaume na kadhalika. Wama tahmilu min untha, na Allah anaeleza habebi ujauzito mwanamke, na hapa wanachuoni wanasema awe katika wanadamu au kiumbe yoyote ule wa jinsia ya kike. Wala tadhaw, japo alikuwa anazungumzia kwa binadamu. Wala tadhaw, habebi ujauzito huo, wala tadhaw, wala hajifungui, illa biilmihi, ila hayo yote yako chini ya ujuzi na uangalizi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hata ukitaka ufanye nini, mkeo hawezi kubeba ujauzito kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka abebe ujauzito. Hawezi, utahangaika huko na kule, utafanya kila kitu. Katika suratul Waqi'a Allah sema afara'aytum man tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliq, hebu nipeni habari, nyinyi mnapopumzika na hali zenu, ninyi ndio mnawezesha na mnafanya kwamba wake zenu wabebe ujauzito? A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliq, nyinyi ndio mnafanya
Mnaumba au sisi tunaumba? Wewe unaishia tu kupumzika na kustarehe na kuburudika na hali yako, basi huna namna yoyote. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hajatia neno lake pale kwamba atengenezwe kiumbe, hakiwezi kikatengenezeka, hata ukafanya vipi, haiwezekani. Kwa hiyo ma tahmilu min untha wala tadau illa biilmi, habebi wala hajifungui. Sio tu kubeba, hata kule kujifungua hawezi kuja kujifungua kama Allah subhanahu wa ta'ala hajafungua njia. Madaktari nini watahangaika huku na kule, na lazima Allah subhanahu wa ta'ala atie neno lake. Yeye ndio mwenye final say ya kusema kitu chochote. Mara ngapi madaktari wanasema atajifungua tarehe hii na asijifungue, hata wakiweka vipimo wakitumia operation, sema sasa hivi bado hii bado. Tuendelee kusubiri, endelee kuvumilia, tukustahimili tu, bado wiki 2 3 na hivi na hivi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atie neno lake. Kwa hiyo lazima tutambue kama hivyo ndivyo, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayefaa kuabudiwa. Wama yuammaru min muammar, wala hauongezeki muda, wala yunkasu min umuri, wala upungui. Kaona wengine wanajifungua miezi 6, miezi 7, wengine hivi, wengine miezi 10, wengine hivi. Illa fi kitab, yote hapo kwa kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na inna dhalika ala Allah yasir, na hakika ya hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mepesi, ni jambo dogo mno kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kulifanya hilo. Kwa hiyo sisi tuna Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Shura kule ndo akaeleza na kuweka wazi kabisa, yahabu liman yashau inatha, anamjalia anayemtaka akawa na watoto wa kike tu, wa yahabu liman yashau dhukur, na mwingine akawa na watoto wa kiume tu. Hata ufanye nini, Allah kakupangia wewe mtoto wa kike tu, wa kwanza, wa pili, wa tatu, hivi hivi tu. Wewe unataka wa kiume, safari usipoleta mtoto wa kiume hivi unakuwa kama wale Makuraishi majali, usipopata mtoto wa kiume hapo utarudi kwenu na hivi na hivi. Lakini Allah ndo keshapanga wa kike tu kwako, na mwingine wa kiume tu, midume tu. Bwana mmoja pale mtaani wana kila leo sasa, ustadi bwana, mimi kila kizama na wajuzi tukajifungua wa 10 dume tu, 10 midume mitupu. Shekha anasema nataka dua mimi nipate mtoto wa kiume, nipate mtoto wa kike japo wa kuchemsha maji 10. Juzi kupata shekha hii, juzi tumemalizia wa kiume watu. Nataka dua gani kupata mtoto wa kiume? Mwenyewe Allah kesha wa kike, mwenyewe Allah keshasema kwamba wengine wa kiume tu, wengine wa kike, lakini wengine Allah anasema au yuzawijuhum dhukurana, akamchanganyia wa kike na wewe mwenyewe. Mimi napangisha bwana, wa kwanza wa kiume, wa pili wa kike, wa kiume. Unapangisha nini bwana? Mipango amepanga mwenyewe nani? Wajalu liman yashau akima, na anayemtaka Allah anamfanyia asiwe na uwezo wa kupata kizazi. Vyovyote vile utahangaika, utafanya hivi, madaktari wataangalia, mbona hatuoni tatizo, mbona hivi na hivi. Hakuna chochote, ni mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hii, wa ma tahmilu min untha wala tadau illa, yote hiyo iko mikononi mwa Allah subhanahu. Mkishajua haya, basi lazima mtakaa na kutambua ukubwa wake na nafasi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kulingana na ratiba zetu na muda wetu na tunavyojaribu kujisqueeze. Basi tutasimamia aya hii ya 11 insha Allah. Kesho tutaendelea kutokea aya ya 12, akituafikisha na kutuwezesha. Tunamuomba Allah tuwezeshe tuweze kuyafahamu maneno yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.